My name is Jumanne Mtambalike. I'm the CEO and co-founder of Sahara Ventures, and we work with startup companies. So today I'll be talking to you about raising funds from investors. Our company, group of companies, Sahara Ventures, we have 3 companies. We have a company called Sahara Sparks, which is operating in 8 African countries. And what we do startups and investors matchmaking. So if you're looking for investment, early stage investment, and you're a startup founder, and you're running a high growth business, then through our marketplace, we can matchmake you to a potential investor who can invest in your business. And this can be an angel investor, it can be a seed stage investor, it can be a venture capitalist, and we will discuss all these crazy terminologies in the next few minutes. But also, we have a place, it's called Sahara Accelerator, which is some sort of an incubator where we work with post-revenue businesses that are looking to raise investment through a program called Investor Readiness Program. So through our Investor Readiness Program, we assess your business, we give you feedback before you're able to meet with an actual investor, so that you don't waste the time of the investor. Because when you have money, the second most precious thing is time. So watu wenye pesa hapendi kupotezewa muda. So another thing, we also do what we call innovation impact consulting. That's our biggest business. I don't spend much time in that business, but basically what we do, we manage for impact projects. So we work with the likes of MCC, PEPFAR, Grand Challenge Canada, EVOS, DFID, and other big organizations, to implement projects that somehow use innovation, tech, and entrepreneurship for social good. But that's a discussion for another time. So basically at Sahara, our mission is to build the innovation ecosystem in Africa. We work with different players, we work with academic institutions, we work with private company, we work with public institutions, we work with individual businesses, especially startups, and that's what we do. So now I'll jump to the topic of discussion today. I will cluster it into multiple segments. So basically, my session will be very difficult for me to facilitate because you don't know what startup is. So I should start there. So a startup is a very disruptive business with the potential to grow exponentially. Most of the time, it operates in untested market, and it starts with an unproven business model. So it's very different from a traditional business. When you have an SME, you already know, hapa na matunda yangu, nitakaa njia panda pale Agoba, nitayapanga, soko langu litakuwa watu wanaopita jioni, wakiwa wanapita na magari yao, watasimama, watanunua matunda, kama watu wanunua, yatachacha, yataharibika, so I know my inventory, I know my revenue, I know my expenditures, I know the cost I need to put in, and I can anticipate my market. But for a startup, it's very, very different. Most of the time, you don't even know if your user will consume your product. So when Facebook was starting, they didn't even know their business model. They didn't know one day they'll have more than 40 million people, 4 billion people using their product across the world. They just had an idea, and they didn't know this idea will grow exponentially. So most of the time, it's a very risky type of business, and that's why the traditional investment and financial institutions, they don't come in early. You don't go with a startup to a bank to ask a loan because the bank will say, give me a business plan. And you definitely don't have a business plan because your business model is unproven and your market is untested. So how can you have a business plan? And then we introduce something called a business model. And it's presented on something called a business model canvas. And the idea is for you just to have what we call hypothesis, smart guess about your business. So I'm assuming my customers will be these people. I'm assuming my unique value proposition to them will be this one so that they can be able to pay. I'm assuming my customer value retention is this one, and I'm assuming this will be the nature of my product.
So with assumptions, that's how you build a startup, and hence a concept which is called lean startup. With a startup company, it's very different from a traditional business. You constantly build, learn, and measure, which means you create a prototype of a product, you test it into the market, consumer give you feedback, you go back to the drawing board, you keep iterating and perfecting it until consumers start to understand how your product work. Sawa? Wangapi wapo kwenye Clubhouse hapa? Walikuwa kwenye Clubhouse, wanyoshe mikono. Okay, so Clubhouse is this new social media platform where people get in and exchange views, opinions, and ideas, and you don't write, you have to talk. So basically, sasa hivi Clubhouse wako kwenye stage ya nini? Ya kutest their business model, ya kutest their market. So the testing if their product will do what? Will work. So tuko pamoja. So basically, a startup, tofauti yake na traditional SME, it took Andron less than 3 years to raise 52 billion Tanzanian shillings. While biashara ya babangu mzazi inaweza ikachukua miaka hata 30 haijapata hata bilioni 2. So they are very disruptive, they are short term, they are fast, and they work with the highest pace possible. 10x, 12x per month, month on month growth. Those are what? Those are startups. So tuko pamoja. Sasa, how do you come up with a startup? So a startup is a function of 5 variables. Usually it starts with what we call an idea, and this is a very big idea. It's not a simple idea. Oh bwana, nataka na mimi nitengeneze t-shirt zetu tuziblandi UD bomba. This is my startup. No. That is a social enterprise or it's a SME, but it's not a startup. A startup idea is always very big enough to address a problem of 600 million sub-Saharan Africans. Sawa? Kwa hiyo, we get into the business because of the size of your market and not because unaweza sio kumuuzia t-shirt shangazi yako, mjomba wako na jirani zako. Mona. That is not a startup. Sisi tuko pamoja. So basically the first thing on a startup is your idea. And this is something really important to an investor because when an investor comes in, they look on your idea. Is it feasible? Is it desirable? Is it viable? Does it address the market? Does it have a potential to grow exponentially? Because they're taking that risk with you, remember. The only thing at that particular time you have is an idea, a mere idea, which anyone can wake up and have it. You're getting it. So the first thing on building a startup is to have what? The right idea. A very disruptive, a very big idea, which is transformative and can be adapted and used with the millions of people. The second aspect of the startup is a team. As an investor, I want to look in your team and say, this team brings me an A game. They know what they're doing. They have a very clear plan. They have a very clear strategy, and their path for growth is very clear. And that's why you see most of the startups that are doing well is because the founders have some layer talent and skills that are very difficult for you to access. And eventually, for me as an investor, when they come in, I look at them, they're well presented, they can communicate, they can build a case, and I say, I'm ready to take this risk, kuweka hela yangu kwa watu kwa sababu it seems they know what they're doing. The third aspect of a startup is a product. What product or service you're coming up with? Is this product or service you're coming up has a potential to scale, has a potential to reach a big market? Is it addressing a real problem? Elewana, sio tatizo la mama yako mzazi nyumbani na shemeji zako, and then you say this is a startup. So it has to be a very, very big problem, and your product has to be so cool, has to be so freaking organized that I really feel is somewhere I can put my money where the chances of my money to return back are huge. You're getting me? It can be something, look at some of the successful startups. Let's say a company like Piggy Bank in Nigeria, what they're doing. Look at companies like M-Paper. They've disrupted completely the Tanzania traditional news industry. You can read newspaper at any time.
So basically, a startup has to come up with a very good product, but also it tends to come with a disruptive business model, which will disrupt a traditional setup. And then you can have a great product, but the most important aspect of a startup is also your execution strategy. Because we need to know if your execution strategy is going to give you a competitive advantage, it's going to give you a competitive edge, because it's very important. When we do product differentiation, we place multiple products in the market, and we look at a product which has a better chance to exit before you. And investor, me as an investor, I'm coming in because I know you have the best execution strategy. Before Facebook, there were social media platforms. Kulikuwa kuna Orkut, zilikuwepo kina Yahoo Messenger, zilikuwepo platform already that used to exit before even Facebook. But how did they get it right? Is their execution strategy. Before Twitter, social media platforms zilikuwepo. Before Instagram, we were able to share pictures, images. But why Instagram stand out is because of their execution strategy. So to me, as an investor, I also want to hear your execution strategy. How are you pulling this together? You know, when Andron, and this is very fascinating, because this is another aspect of a startup. So startup is not about the physical asset you have. Startup is about the intangible asset you have. It's about things you can touch. It's about your patent. It's about your trademarks. It's about your codes. That is the value of the startup. What Andron sold for 25 million USD, sio mitungi ya gesi ya Copa Gas. He literally sold the patent of the technology to the investors to allow them to use the technology to create more mitungi ya gesi ambayo you can pay using mobile money. I don't know if you're getting my point. So with the startup, sio kwamba bwana sasa tununue mashamba, tujenge na majumba. It's not about physical asset. You're getting me? Companies like Facebook na nini unaweza kukuta zina zero physical asset. The only thing they have is intangible asset. They have our data, so they can sell our data at any time. Hence the aspect that data is the new oil. They can sell our data to influence general election ya Marekani au ya Tanzania. They can use the technology they have to disrupt a marketing, a branding industry, and that is what the investors are looking for. Because these guys are unapologetic capitalists. You're getting it? They're coming in because your business has the potential to scale, and hawana muda kukaa duniani muda mrefu. They want to see exponential returns. Basically, what we are trying to say ni kwamba hawa investors hawa, interest yao kubwa ni kampuni ambazo zitaensure wanapata return ndani ya muda mchache. Kwa sababu hawana muda kukaa duniani muda mrefu. Unaelewa? Ukiangalia watu kama kina nani, kina Rockefeller na wengine, unaelewa? They had to spend, I don't know, 100 years duniani kuwa mabilionea. Unaelewa? Sasa hivi Jeff Bezos hata hajaingia kwenye 55, 60, is already the world richest man. Unaelewa? And that's what these guys are looking for, because they want to make quick returns. Sasa that is the world of startups. So right now in Africa, more than 2 billion USD of active VC investment is coming to the continent. Sijui tuko pamoja? Tuko pamoja? Nirudie kidogo. Zaidi ya bilioni 2 fedha halali za malipo ya Kimarekani, sio Tanzania, USD. Umeelewa? Zinakuja kwenye bara la Afrika kwa ajili ya kuinvest kwenye businesses zinaitwa startup. What is so unfortunate, a significant of that money is not coming to Tanzania, but it goes to a region we call Kings. Unajua Kings, Kenya, Nigeria, Ghana, South Africa, and most recently Egypt. Kwa sababu gani? Kwa sababu vijana wa Tanzania idea zao chai, unaona? Unaelewa? Hazina mashiko. Sorry, I can be provocative sometimes. So, what do I mean? Kwa sababu for you to come up with an amazing disruptive ideas, you need to do 3 things. First of all, you need to have the eye to see the problem. Kitu ambacho kwenye academic institutions, unfortunately, we are not taught. We are not taught to see the problems.
Unaelewa? Ndio maana unaweza ukawa uko chuo ukatoka nje barabarani kidogo tu ukakuta kuna mtaro umeziba very close na chuo, because we are not told to solve the problems. So the first thing you need to do as a young Tanzanian right now, you need to look around and create an ability to see and solve problems. So tuko pamoja? But seeing is not enough. Unaweza kuwa unapita unaona tuko. You need to be able to act towards solving that problem. But most importantly, beyond being able to act, inabidi uende ufikirie how to do it be different. Kwa usikopi kila mtu anaofanya. Kwa ukiona pale mtaani ukaanzisha bandara mkaa na wewe bandara mkaa na ule bandara mkaa, mtaa mzima bandara mkaa. So huu set huu. Unaelewa? And at the end of the day tuna disrupt market, vitu vinakuwa viuziki. Sio? Tukianza kulima matikiti, nchi nzima tunalima matikiti. Kwa hiyo hamna mtu wa kumuuzia mwenzie matikiti. Kila mtu ana matikiti. Hata barter trade hatuwezi kufanya. Sio, umeelewa? Tukisema sisi saa hizi mayai ya Kwale, nchi nzima tunauza mayai ya Kwale, mpaka Kwale kwenye ecology wanakaribia kupotea. Sasa so basically we need to learn to change our mindset. Kama mwenzio anataka kuuza matikiti, look at the value chain ya matikiti, wewe nunua Kilikuu ubebe matikiti. Sijui umeelewa? Sio nalima tena matikiti. Umeelewa? Sasa that's how most of the Tanzanian youths are trained to think. Na ndio maana kuna obsessions ukiangalia kwenye social media, huyu kanidia idea yangu na mimi nataka nifanye kama idea yake, huyu hivi, kwa sababu we are not trained to think, to see problems. In Africa, in this continent, there are so many problems for you to solve, for you to die poor. There are more than 400 fintech, financial technology startup in the continent right now. Lakini bado hazijaweza kuaddress tatizo la matumizi ya cash. Africa is far from cashless economy. Hizi app zote unazosikia, sio M-Pesa, sio Tigo Pesa, sio Airtel Money, bado matumizi ya cash ni makubwa kuliko hizi application. So there's a window for you to innovate. There's a window for you to disrupt the market, and hakuna mtu anayeweza kudisrupt the market na come up na hizo brilliant ideas is you guys, because you are the elite of our community. You are the privileged one who got the chance to get hiyo wanaitwa tertiary education. Nyinyi ndio mmefika chuo. Hawa kina Mark Zuckerberg na wengine wametokea Stanford. Vijana hao mnawasikia huko South Africa, wanatoka University of Cape Town. Huko Nigeria ukiwasikia ni vijana wametoka kwenye vyuo. Tuko pamoja. So that's extremely important. Now, the second part of my presentation. First, I wanted you to know what is a startup. I wanted you to know what is a startup. It's a disrupt presentation yangu. How many minutes do I have so that I control my time? Sawa. Jamani, makosa yenu ya muda mmedisrupt presentation yangu mimi. Sawa. I'll try to be specific here on now. Hi. Just to inform you, I'm trying to compress a 50 minutes presentation to, 15. Hi. Sawa. Sasa kitu kingine ambacho is extremely important kwenu ambao ndo session ya leo, nimeshindwa kuingia moja kwa moja kwa sababu nisingeeleweka naongea nini. I'm talking about startup. Kwa siongelei mambo ya kuuza sijui maembe, sijui nini, sijui kuuza jezi. I'm talking about disruptive businesses. Kwa cha kwanza, an investor looks for in a disruptive business is a problem you are solving. The size of your problem you are trying to address. Kwa hiyo ukienda kufanya kitu ambacho kitaalamu tunakiita pitching or presenting of your idea to try to convince an investor hakupe huo mtaji au mkataba, cha kwanza kabisa anachokitizama ni the problem you are trying to solve. Hiyo problem kweli ni kubwa? Hiyo problem kweli ina target mamilioni ya watu? Kweli nitaweza kupata hiyo 10x return ya investment yangu nikikupa hiyo pesa? So that is the first thing they are looking for. Cha pili, they are looking kitu kinaitwa a viable, most practical, desirable, feasible solution to the problem. Kwamba hiyo solution unayokuja nayo wewe imewashinda wengine wote. Iko very disruptive, iko rahisi kwa watu kuiadapt kwenye market, na hicho kitu kweli unachokuja nacho wewe una stand out, your difference. Lakini cha mwisho, nobody gives you money kama hakufahamu. So nitajaribu kuelewa, umeenda UD ulisoma kozi gani? Vitu gani pale UD ulikuwa unafanya? Ushawahi kuwa hata mwenyekiti wa debate society? Bana nilikuwa nipo tu pale chuo, unajua? Unaelewa? Kwa hiyo
huyu mtu ajaye kuwa responsible maisha yake yote, afu amekuja kuraise dola milioni 4 kwangu. Umeelewa? Hata kama ni kichaa siwezi kukupa pesa. Umeelewa? Kwa hiyo I will look into the problem, the solution you are providing and your team, na hicho kitu ndo tunaita nini? A body of the pitch. Kwa hiyo investor akwambia send me your pitch deck, kwanza vitu vya kwanza kabisa hivyo vitatu anataka avione kwenye zile slide utakazomtumia. The problem you are solving, the solution you are creating, and the size of your team. Another thing which is very very important, inabidi uwaelewe hawa investors na ticket size ambazo wanaandika. Kwa hiyo kuna investor ambao wanakuja early kabisa wakati una idea tu, na mara nyingi hawa sisi tunawaita FFF, family, fools and friends. Watu ambao wanakupenda kweli kweli, kuamini kwenye idea yako, kwa wanaingia mfukoni wanakupa trailer. Kajaribu mwanangu, inaweza ikakutoa. Kwa hiyo wala they don't care about their returns. Baada ya hapo unaenda kukutana na watu wanaitwa angel investors. Angel investors ni investors lakini vile vile ni mentors, kwa sababu wao sio institutional investor. Kwa hiyo yeye ni ana pesa yake, ana admire jambo lako, ana admire idea yako, anakuambia John, I like your idea yako ina prospect ya kuexcel, mimi nitakupatia milioni 50 ili umove kutoka idea to MVP. Nakupa milioni 50 na nitakupa masaa 2 kila wiki kwa ajili ya kusikiliza na kukomenta. In return I want 10% of your business. Kwa hiyo unakaa pale na mnaandikishana kitu ambacho kitaalamu tunaita term sheets. Kwenye term sheet ile mnakubaliana, watanisaidia hiki na hiki na hiki na hiki, na mimi natoa return zangu hizi na ninamkaribisha kama my first investor to my business. Kwa hiyo yule anaingia, lakini wakati anaingia lengo lake sio kukaa kwenye business yako mpaka afe. Lengo lake ni kwamba at a certain stage they need to exit. Sijui umeelewa? They need to do what? To exit. Kwa unakuta hata hizo kampuni Facebook na nini wakati zinaanza na nyingine za Afrika kubwa mnazozisikia big African startup wakina Fruitawave na wengine ambao wameuza kampuni zao 400 million USD. Na walianza hivyo hivyo. Kuna wazee wa Nigeria walikuwa na hela kidogo, wakaweka pesa and then wakasema sisi tumeingia kwenye hii business kama nini? Kama angel investors. Kwa kujua kwamba hii idea baadaye ikija kuwa acquired na a big VC firm au ikija kuwa attain capital kutoka kwenye big VC firm, mimi naweza nikachoose nika exit with 25-30x returns. Kwa kama niliweka 50 milioni yangu wakati kijana anaanza, baada ya miaka 2 idea yake imekuwa disruptive, ina target 300 million people across West Africa, na exit sasa kwa ni 50 million times 25, how much is that? You can do the numbers. So basically angel investor anakuwa na jicho la kutizama na kuona huyu dogo anafika mbali, na hii timu hii ina strengths, na problem wanaotaka kutatua ni kubwa, na hii solution ni practical. Let me take a risk with them. So they come in early. Na ndio maana wanaitwa nini? Wanaitwa angels, because they are coming to rescue when nobody is willing to give you time. Not a bank, not nini, not nini, wao ndio wanakuja pale. Baada ya hawa angels ndio wanakuja watu wanaitwa nani sasa? Institutional investors, ambao hawa ni VCs. Wanakula na suti kabisa na wanatoka kwenye firms, Cambridge Capital, Chanzo Capital, My Growth Fund na wengine ambao wao hawana interest ya kukomenta, hawana interest na nini, wao interest yao ni investment yao. Nao wanakata ticket ndefu, wanaandika mfunga mrefu. 4 million, chini ya 4 million unapotezea 4 million USD jamani. 4 million, chini ya 4 million unapotezeana muda, kwa they don't have time with you. Na wakija wana terms zao. Wanakwambia kabisa tutaweka mtu wetu kwenye board, atakuwa na power hii ya kufanya voting, tutabadilisha CFO, tutaleta mwingine kwa sababu ile kwa naye na mapungufu, tutafanya hiki na hiki na hiki, tutakupa 4 million, kwenye 4 million tunataka 15 to 20% of the business. Lakini kama una investors wako wengine wa mwanzo kama hatuwapendi, you need to make them exit, kwa sababu sisi tunakuja na mzigo mkubwa. Kwa kama alikuja na $50,000, sasa hizi kuna $4 million, kama ula promise X certain return, watoe tuendelee na kazi. Sasa na hawa ndio hatari, sababu hawa if you don't know what you're getting yourself into, baadaye wanaweza hata kukutoa wewe kama CEO. Sio, umeelewa? Kwa hiyo nakuta jamani ile kampuni alianzishwa lakini katolewa sasa hivi. Sasa katolewaje na alianzisha yeye? Makaratasi yaloandika huko nyuma, kwa sababu they set KPIs na wako pale kwa ajili ya kurepresent interest za institutional investors, kwa sababu VC firm wao wanachukua hela kutoka kwenye public money
haya NSSF manini wao ndo wanachukua kule, na wale wa promise returns. Kwa hiyo wao siwapokuwa promise returns wanakufa wao. So option mbili, wafe wao ufe wewe. Nadhani nani atakufa? Simeelewa, utakufa wewe. Sasa that's how VCs operate. Baada ya kuingia kwenye VCs na pale kwenye venture capitalist vile vile kuna level, kuna series A, series B, series C, series D. Kuna kampuni imeraise mpaka dola milioni 500 lakini bado inaitwa nini? Startup. Sasa wewe uelewi, wewe huku una tabu huku unajita startup. Mwenzio ameraise mpaka dola milioni 500 na startup. Kwa hiyo ndio maana startups zinaleta confusion. Na ndio maana mpaka sasa hivi tuna struggle kudefine startup kwa context ya Tanzania. I'm the board member wa Tanzania Startup Association. Kwa sababu it's very very difficult kuzidefine kama umezoea traditional SMEs. Kwa sasa nikiwa naelekea mwisho, ukishawaelewa hao watu na namna wanavyo operate, utaweza kujua kiasi gani cha hela unapata kutoka kwao na namna gani ya kwenda kupresent kwao. Sasa namna za kupresent kwao ziko za aina ngapi? Ziko za aina 3. Unaelewa? Lakini zote zinaitwa pitching. Kuna kitu kinaitwa elevator pitch, kuna kitu kinaitwa a 7-minute pitch, na kuna kitu tunaita a detailed pitch. Sio, umeelewa? Na pitch watu wote wanafanya, hata Mo Dewji anafanya pitching. Sio, umeelewa? Yaani kila mbabe na mbabe wake. Unaweza kusikia hapa kuna siku walikuwa wamepost Strive Masiiwa, I think you might know Strive, one of the African billionaires. Akawa anasema we have just finished pitching Kwesi to a team of billionaires kwa ajili ya raise investment for our next phase of development. Sasa unaanza kujiuliza, sasa Masiiwa na hela zote zile naye ameenda kupitch. Unaelewa? Kumbe hata Dangote anaenda kupitch. Unaelewa? Ili aweze kufanyaje? Watu waweze kuelewa business yake, waweze kuelewa business model yake ili wainvest. Sasa kwenye pitch kuna kitu cha kwanza kabisa kinaitwa elevator pitch. Elevator pitch inatokea in less than a minute. You have to make the investor understand and give you an appointment. Umeelewa? Na ndio maana inaitwa elevator pitch. Yaani kwamba wewe assume saizi ulikuwa hata hujielewi, wewe umeingia kwenye lift umekutana na marehemu Alimufuruki. Umeelewa? Sasa umekutana naye mule ndani unakuwa kama hujielewi. Alafu ukakumbuka, I said na idea yangu ndio jamaa na hela. Unaelewa? So you need to make Ali give you an appointment on Monday. Unaelewa? Sasa ile ndio elevator pitch. So faster kabisa naambia Ali, Samani, you look brilliant today. My name is Jumanne Mtambalike. I'm coming from a startup. It's called Smart Genge. Smart Genge is looking to disrupt the distribution value chain of fruits in Tanzania. We have more than 8 million people and potentially reach 12 million people by 2030, people who are living in Dar es Salaam. That's a tremendous market. My startup is going to disrupt how middle class are shopping right now. We have a solution that does this and this and this and this, and this is our statement, this is our team. I'm humbly requesting for a meeting on Monday. That's the elevator pitch. Kijana hajaelewa. So this is my card. Let's arrange to meet. And then when you meet him, you move to the next stage, which is a detailed pitch. Sasa kwa haraka kabisa kwenye detailed pitch, Ali atategemea kuona vitu hivi vifuatavyo kwenye slide ambazo tamtumia, kwa sababu atakwambia nitumie detailed pitch sasa ili nijue kama I need to meet with you and whether whatever you are saying is serious. First, Ali atataka kujua momentum and traction of your startup. Mpaka sasa hivi una watu wangapi ambao wanatumia hiyo product yako au hiyo solution yako, na growth yao exponentially imekwaje? Ali atataka kujua problem ambayo unajaribu kusolve na context yake kwenye market ulikuwepo. Unaelewa? Sio nataka kutengeneza roboti la kusuka nywele kwa ajili ya kina dada wa Tanzania. Unaelewa? Ali atataka kujua the product you're coming up with. Je, hii product ni ya kwako? Una own patent? Una potential ya kubuild? Si umeelewa? Can you take it to the next level? Ali atataka kujua your business model. What are your source of revenue stream? How do you generate money? How do you sustain the business? And what is the cost structure involved right now? Ali atataka kujua your go-to-market approach, the execution. What is the execution strategy? Unaingia vipi kwenye market? And nikiingia on board with you, can I be able to live? Ali atataka kujua your financials. How are you keeping your financial records? Inawezekana ni pre-revenue na uja break even, kwa maana kwamba muda huo hautengenezi pesa, lakini una sound processes and system to record your transactions. Because for a startup,
mpaka mwaka jana si mwaka juzi Twitter ilikuwa bado haija break even na still wana raise billions of money. That's not a big concern. Kingine, Ali will have to know competition. What are the other product or similar solution exist in the market, and how do you differentiate yourself from them? And mwisho, Ali will want to know what is your ask. Sio, umeelewa? Yani ni sawasawa ile umepanda kwenye ndege, umeshuka airport pale, kuna dada amekusifia kweli leo bwana Anase umependeza, you look brilliant and everything, alafu uchukui namba ya simu. Sasa so Ali will like to know your ask. Kwa umenieleza haya yote, unataka nini? Unaweza kumweleza haya yote ukasema me I just need you to be my angel investor. You come in my business, you advise me, you give me little money to take me to the next stage. Oh, I need you to come in with your institution as an institution investor and give me a VC fund in terms of equity, X percentage, in terms of debt, X percentage, and you feel if you love the idea enough, you can even give me a bit of grant. Still tuko pamoja. Kwa hiyo you have to say your ask, and your ask has to say what are you giving back to Ali. Kwa kama unasema unataka $1 milioni, useme kwenye $1 milioni unamrudishia shingapi. So that is startups. That is how you engage with an investor, and that is how you build a disruptive business. Thank you so much.